إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tungali tunaendelea na masailun tataallaqu bil ghusl, mambo yanayofungamana na hukumu ya kukoga. Tukafikia sehemu hii ya 6. Yajuzu lirajul, inafaa kwa mwanamme, inafaa kabisa kwa mwanamme an yaghtasila, kukoga, bibaqiyati alma'i alladhi, kwa baki ya maji ambayo ightasalat minhu almar'a, ameshawahi kuyakogea maji hayo mwanamke, wal aks, na pia inajuzu kinyume chake, yani kwa mwanamke kukogea maji aliyobakisha mwanamume pia inafaa kukoga mwanamume kwa maji ambayo kayabakisha mwanamke, na kinyume chake pia, yani inafaa pia kwa mwanamke kukogea maji aliyobakisha mwanamume, kama yajuzu lahuma, kama vile vile inavyojuzu kwa wote wawili, mwanamke na mwanamume, an yaghtasila ma'a, kukoga wote pamoja. Mwanamke na mwanamume hao tunazungumza hapa ni mtu na mkewe au mtu na mumewe, sio kuwa kila mwanamke na kila mwanamume wanaweza wakakoga pamoja, wengineo hawafai. Hapa tunazungumza mtu na mkewe au mtu na mumewe, na inafaa kukoga mtu na mkewe hawa min ina'in wahidin, kutokana na chombo kimoja cha maji, wote wanateka mle mle. Dalili ya haya, fa'an ibn Abbas qal, kutokana na Abdullah bin Abbas amesema, ightasala ba'du azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikoga siku moja mmoja katika baadhi ya wake za Mtume, fi jafnatin, alikoga katika chombo. Jafna ni chombo ambacho kikitiliwa chakula ndani yake wanaweza kula watu 5 wazima kwa wakati mmoja. Baadhi ya wakati walikuwa kitilia maji na baadhi ya wakati watilia chakula vile vile. Fajaa nabiyu sallallahu alayhi wasallam, alipokusha koga huyo mmoja katika wakeze Mtume, akaja na Mtume naye vile vile, liyatawadda minha, ili apate kutawadha katika maji hayo, au yaghtasila, au akoge hasa. Katika baadhi ya riwaya imekuja ili yatawadha, na katika baadhi ya riwaya imekuja ili apate kukoga naye. faqalat lahu,
yule mkewe mtume alichokuwa akifahamu yeye ni ile kauli ya mtume iliyokuja katika baadhi ya riwaya, kama ilivyokuja katika Bulughul Marami. Katika Bulughul Marami imekuja riwaya iliyomkataza au ikamzuia mwanamme asikoge kwenye maji aliyobakisha mwanamke, wala mwanamke asikogee maji ambayo kabakisha mwanamme. Na ikaendelea hadithi kusema waliyaghtarifa jami'an, washirikiane kuyateka maji kwa pamoja. Iko riwaya hiyo. Sunna ya kaulia ikawa pale imepita, na huyu mkewe mtume akifahamu sunna ile ya kaulia, lakini haikuwa nahyu tahrim, kuzuiliwa kule. Katazo lile halikuwa ni katazo la kuharamisha, bal nahyu tanzih. Lakini katazo lilikuwa ni katazo la kuyatakasa yale maji ili watu waheshimiane. Mara nyingi kama tulivyosema, kuna baadhi ya watu akenda mwanzo kuyakogea maji katika nyumba ile kwa haina mfereji, na kuna watu wanaishi kwa tabu sana na maji, wanayapata maji kwa masafa marefu au wanayanunua kwa gharama kubwa. Kwa hivyo akenda mmoja kuyatumia maji, mwingine akija na kirihika anayakuta maji yako katika hali nyingine kabisa. Kwa hivyo nahi iliyotumika pale nahyu tanzih na sio nahyu tahrim. Kwa hivyo huyu mkewe mtume alikuwa akielewa kauli ile, la yaghtasil ar-rajul bifadli ma imra'atin, kitu kama hicho imekuja hadithi, asikoge mwanamume kwa maji aliyobakisha mwanamke, na vile vile mwanamke asikoge maji aliyobakisha mwanamume, lakini waliyaghtarifa jami'an, washirikiane kuyateka kwa pamoja. Hiyo kauli imekuja, ipo. Huyo mkewe mtume akifahamu kauli hiyo. Kwa hivyo alipomuona mtume anakuja kuyatumia maji yale aliyokusha kuyakogea yeye na anaelewa hukumu ile, faqalat lahu, akasema mkewe mtume kumwambia mtume, ya Rasulullah, anamuwahi manake, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, inni kuntu junuban, hakika mimi nilikuwa na janaba nilipoyakogea maji hayo. Inaonesha ilmu yake, mwanamke mwenye janaba akiyakogea maji fulani ya janaba, basi inakuwa tena hayafai kutemwa na mwingine. Faqala, mtume akajibu, innal ma'a la yajnub, hakika maji hayaingii janaba. Janaba liko nalo wewe, maji hayaingii janaba, illa maji ikiharibika moja katika sifa zake tatu, ndipo maji yanapokuwa hayafai. Iharibiki katika rangi au katika harf au katika ladha. Yakiharibika moja sifa hizo, basi hapo maji yako hayafai. Imma yataondoka katika tahuru yataingia katika tahir, au yataondoka katika tahuru na tahir yatakwenda katika maji najis. Yategemea nini kimeingia ndani yake maji. Lakini maji kama yako katika hali ya kawaida, ikiwa mmoja na janaba akayatumia maji yale, anakuja mwingine vile vile atakayotumia, anaweza kutumia vile vile. Kama lipo katazo la mtume kutokokoga mwanamume kwa maji ambayo kabakisha mwanamke, hilo katazo lilikuwa nahyu tanzih na sio nahyu tahrim. Mtume anabainisha hapa, innal ma'a la yajnub, hakika ya maji hayaingii janaba. Hadithi hii rawahu Abu Daud, rawahu Ahmad, amesimulia Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi. وقال, na akasema Imam Tirmidhi, hasanun sahihun, hadithi ni nzuri katika mategemezi, tena sahihi. Wa kanat Aisha, hiyo hukumu ya kutumia maji mwanamume aliyobakisha mwanamke au mwanamke aliyobakisha mwanamume, hukumu yake ni hiyo, yajuzu, inafaa kabisa. Na hukumu nyingine, wa kanat Aisha taghtasilu ma'a Rasulillah, na alikuwa bibi Aisha akikoga pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama, min ina'in wahidin,
kutokana na chombo kimoja. Yani hapa tunasema mtu na mkewe, wasijokasifikiri watu wengine kwamba fiqh sunna imesema kwamba inajuzu kukoga mwanamke na mwanamume pamoja. Sio mwanamke yoyote na mwanamume yote, ni mtu na mkewe, kama ile walivyokoga hapa bwana mtume na bibi Aisha, mtu na mkewe bwana. Wasijokadhani wanawake na wanaume watakaa pamoja biti bahala hivi au kwenye hammam waingie basi wanakoga tu, haiwezekani. Hata kama watakuwa na nguo, lakini kukoga ni kukoga. Maji yanamkashifu mwanamke, yanamweka ariani uchi. Kwa hali kama hiyo haifai. Na wamefanya uovu mkubwa wale wanaojisingizia waganga wanaopita majumbani kuwaeua wanawake au kuwazingua au kuwaondolea ujusi wa uzazi. Na maskini watu wako mbali na Uislamu, ndhulumiwa sana watu, hawaambii kitu cha kweli. Nafsi yangu wameshakuja kwangu baadhi ya wanawake, na maskini wakishamuolewa mtu anatajikana kidogo hivi na kijielimu, mwalimu wa chuoni hivi, basi anamwendea. Nafsi yangu washanjia wanawake, njoo unipunguze ujusi atakuswali mimi. Yani kazaa yeye anajihisi kishakauka, anataka kupunguza ujusi, yani aje mtu amkogeshe ili apate kuswali. Namwambia hakuna kukogeshwa wewe, changamka barabara katika dini yako hiyo. Asikudanganye mtu, usimwite mtu kuja kukashifu bure wewe. Kwani unapolipata janaba kaja kukogesha nani wewe? Hakuja kukogesha mtu. Ndio sasa tofauti gani iliyopo baina kuondosha hadathi hii na hadathi ile? Zote ziko pamoja, hedhi, janaba, nifasi. Wewe weka nia yako ndani ya moyo, kisha ueneze mwili wako mzima maji. Ushakoga, ukishamaliza hapo swali sasa. Naam, hivi ndivyo walivyo Waislamu, au ndivyo tulivyo. Na wamefanya makosa makubwa wale wanaojiita wanavyuoni, wanaopita majumbani kwenda kuwaeua wanawake, kuwazingua au kuwaondosha ujuzi. Matokeo yake wanawakogesha. Kuwakogesha maana ni kuwamwagia maji. Na ukimwagia maji mwanamke, hata kama anakanga kavaa, unamkashifu mwili wake wote. Yuko pale na kujisomea ati vijana. Unakisoma kitu gani? Alam nashraha laka sadraka, yuko yeye haijui. Anamzingua mtu, anamtoa mtu ujuzi. Na wakati mwingine mtu unataka kumwambia ugonjwa kuitakia, mtu haambiwi pole wewe. Pengine huyo mume wenyewe ndio kenda kumuita huyo shekhe, njoo mkoshe mke wangu. Hiyo balaa nyingine. Pengine hilo jana dume hilo linoitwa baba, anaporejea baba mwenye nyumba ameingia ndani ya nyumba, yeye ndo anaotoka na kumchukua mtu aje amkashifie mkewe, na yeye mwenyewe wakati ule anatoka zake barazani huko, mkewe anakogeshwa na mwanachuoni. Tuliposema hapa kwamba inajuzu mwanamke na mwanamume kukaa pamoja, pamekusudiwa mtu na mkewe. Asijakadhani mtu kwamba wanaweza kukoga wanawake wote ati nabii pamoja, hivi hakuna. Ruksa hiyo. Wakanat Aisha tu, na alikuwa bibi Aisha taghtasilu ma'a Rasulillah, akikoga pamoja na mtume. Aisha kwa mtume ni nani? Mke. Wakikoga min ina'in wahid, ni katika chombo kimoja. Fayubadiruha, anayawahi bwana mtume maji kumshinda bibi Aisha,
wayubadiruhu, na Aisha anajitahidi kuyawahi maji kumshinda mtume. Kama yanabakia ya mwisho mwisho, wanafanya utani, ucheza mtu na mkewe, wanapokonyana maji. Hata yakulu laha, mpaka katika kinyang'anyiro hicho mtume anafika kusema kumwambia Aisha, watakulu lahu, na yeye bibi Aisha anamwambia mtume, da'ali, kila mmoja anataka nibakishie mie, wananyang'anyana. Madhumuni hayo anayafasiri chini Sheikh Said Sabiq kwa kusema almuradu, madhumuni ya kusema da'ali, niachie mie, anna rasula alayhi salatu wassalamu kana yaqulu li Aisha, kwamba bwana mtume alikuwa kumwambia bibi Aisha, ibqi li ma'an, nibakishie mie maji, wa hiya taqulu kadhalika, na bibi Aisha sema hivyo, kuonesha kwamba mikono yao inagusana. Katika riwaya nyingine bibi Aisha anasema watakhtalifu aidina fihi, na mikono yetu inabishana mle, inagusana mle, na hiyo mikono ndio wanaotekea yale maji. Na hivyo hawakusibu kwenye jitihada wale baadhi wanavioni waliosema kwamba mtu akiwa na janaba ndo ya maji yake kando mbele kidogo bali, na yeye mwenyewe anakwenda na kurudi, anakwenda kiteka huko, akisharejea nyuma anakogea kwingine, ili manake yale matoni yasiingie mle, manake ingia mle maji yameingia janaba, hayafai tena kutahirika. Hivi ndivyo wanapotishana kidini watu, na hivyo ndivyo ilifahamika kwa baadhi ya watu. Watu wamedhulumiwa katika dini ya Mwenyezi Mungu hii bwana, wamedhulumiwa dhulma kubwa, hawaambiwi lile jambo lilokuwa ndilo, mpaka inakuwa dini ya Mwenyezi Mungu ni mzigo mzito, wengine wanaamua kuachilia mbali, maana haifanyiki. Na mtume wa Mungu anasema fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin, nyinyi waislamu umma huu mmepelekwa kwa watu mtafanya mambo mepesi, hamkupelekwa kuwafanyia watu mzigo mzito. Mfanyie mtu dini nyepesi mpaka anaipenda kuifanya, anapenda kabisa kufanya mambo ya ibada mtu, kwa sababu mepesi yanakubaliana na umri wake. Dini ndio ilivyo Kiislamu hii, hata uwe na umri gani inakubaliana na wewe. Kijana anafanya ibada, mtu mzima anafanya ibada kwa utu uzima wake, msafiri anafanya ibada kwa usafiri wake alionao, mgonjwa atafanya ibada kwa maradhi yake alionayo. Kwa hivyo hawakusibu, wamejitahidi, labda jitihada yao walidhania vile, na pengine waliona ya kwamba maji akishakogea mwanamke asikogea tena mwanamume na hivi na hivi. Kwa hivyo ndio akaeleza maneno yale kifikri. Jitihada yao wamesibu kwa kujitahidi, lakini hawakusibu kwa walilolisema. Maana bibi Aisha anasema mikono yetu inapishana ndani ya maji, ina maana inakwenda na kurudi mikono mle, inatumbukia mle kwa maji ambayo shayatumia. Na tumeona mlango wa ma'u musta'mal, tushapita kwa maji ambayo yametumiwa, tushaona hukumu yake. Mtu akitaka kali nyuma kwa sababu al-ma'u musta'mal, sehemu ya 3 ya maji, mlango wa maji ma'ul musta'mal, ataona maji yalotumiwa yanabaki kwa namna gani, na wale waliozikosa dasa hizo wanaweza kuzipata kwenye kanda zimekoriwa. Tayeb, jambo la 7 katika masailun tataallaqu bilghusl, mambo ambayo yanafungamana na jambo la kukoga. La yajuzu, sasa tunaingia la yajuzu, mwanzo ilikuwa yajuzu la yajuzu al-ightisal, haifai kukoga uryanan, uchi kabisa baina nasi, kati ya watu. Lakini kama atakuwa peke yake mchooni basi pana matatizo, lakini madhal pana watu, pengine mtu yuko bichi pahala pwani hivi ajistiri, au pahala popote pale pana vyoo wanaingia watu na kutoka hivi, jumla jamaa la vyoo vyenyewe vimejengwa katika hali ambayo ukikoga unaonekana ndani yule fulani anakoga, basi haifai kukoga mtu kati ya watu, kuvua nguo zote, hata kama ni wanaume wenziwe waliopo au hata kama ni wanawake wenziwe waliopo. La yajuzu al-iktisal uryanan baina an-nas, haifai kukoga uchi kabisa kati ya watu. Lianna kashfa al-awrati,
muharramun, kwa sababu kukashifu mtu uchi wake mbele ya yoyote ni jambo ambalo limeharamishwa. Labda ije dharura, daktari anatibu, labda hayo masala mengine. Sasa kwenye dharura, hata nguruwe huliwa, hata mzoga huliwa nao vile vile, ndio dharura ilivyo. Anakufa mtu, roho inamtoka, daktari itabidi ende akashifu, pengine maradhi yamo katika hivyo viungo vya siri, itabidi aone, ndivyo anavyotibu. Ikibidi mshipo hydrocele apasue mtu aone, dharura. Lakini hivi bure bure haifai. Lianna kashfa al-aura, kwa sababu kukashifu utupu muharramun, ni jambo ambalo limekatazwa. Fa inistatara bithawbin, basi pindi mtu amejistiri kwa nguo wakati anataka kukoga mbele ya watu, wanahwihi, na mfano wa nguo kajiziba ziba lau, basi fala ba'sa, hapo hapana ubaya. Kwa mwanamume akajizingia sehemu ya kitovu na magoti pale, akajibandika kitu, basi akakoga. Faqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, tasturuhu Fatima, akimstiri mwanawe Fatima bithawbin, kwa nguo, wa yaktasilu, na mtume akikoga. Mathalan, yuko pahala safarini mtume na ifika wakati wa kukoga, basi mwanawe Fatima ni mtu ambaye hawezi kumuoa, ni mwanawe kamzaa mwenyewe. Fatima anakunjua nguo, anainyoosha hivi, yeye anaelekea huko, mtume yuko huko, mtume anakoga huko, chamzingia, kiwepo kitu cha kumzingia. Amma law irtasala uriyanan, ama lau alikoga mtu uchi kabisa kabisa, ba'idan an a'yuni nnasi, lakini mbali na macho ya watu, chooni, yuko chooni huko, mbali na macho ya watu, kavua nguo zote, fala mani'a minhu, hapa hapana kizuizi chochote, hakuna kizuizi chochote cha mtu kukoga uchi chooni. Faqad irtasala Musa, alikushawahi kukoga Nabii Musa alayhi salam uriyanan, bila ya nguo, lakini yuko mbali na macho ya watu, kama rawahu al-Bukhari, kama alivyosimulia jambo hilo Imam Bukhari kwenye sahihi Bukhari hadithi. Na vile vile dalili iliyopo ni kwamba fa'an Abi Hurairah 'ani an-nabii, pia kutokana na Abi Hurairah, kutokana na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, qala, mtume kasema, baina Ayubu alayhi salamu yaghtasilu uryanan, wakati alipokuwa Nabii Ayubu juu yake amani ya Mwenyezi Mungu anakoga bila ya nguo, lakini yuko mbali na macho ya watu, kuonyesha hata mitume vile vile imekoga uryanan, lakini yuko mbali na macho ya watu. Alipokuwa anakoga, mtume asimulia hivyo kwa hadithi ya Abi Hurairah, alipokuwa anakoga Nabii Ayubu uryanan, fakharra alayhi jaradun, akamporomokea, akamwangukia panzi au nzige, jaradun, lakini nzige huyo alikuwa min dhahabin, wa dhahabu tupu. Mwenyezi Mungu anamfanyia mtihani Nabii Ayubu, na Nabii Ayubu ni mmoja katika mitume ambao Mwenyezi Mungu aliwapa mali nyingi sana, kuanzia wanyama, magombe, ngamia, kondoo, mabuzi, watumwa, akimiliki wengi sana. Wakati huo alikuwa ni mtu ambaye kwa sasa wanasema bilionea alikuwa Nabii Ayubu, kabla ya Mwenyezi Mungu kumpa mtihani maradhi kwa miaka 18 zaidi. Lakini kabla ya hapo alikuwa ni mwenye mali nyingi. Siku moja anakoga bila ya nguo, akamdondokea panzi, anashtukia panzi katua katika mwili wake wa dhahabu. Faja'ala Ayyub, basi ikawa Nabii Ayubu yakfi fi thawbihi, anaanza kuzitafuta nguo zake azivae, wafukuzane na panzi wa dhahabu. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu na mali, nafsi yake ilivyo imetaalakiana sana na mali, kivutio hichi. Hata Mwenyezi Mungu akasema kwenye surati Zukhruf,
walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Anasema Mwenyezi Mungu, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida, na laiti kwa ilmu yake Mwenyezi Mungu, sikuchelea kwake Mwenyezi Mungu, kwamba watu wote watakuwa umma mmoja. Umma gani huo? Makafir. Ingekuwa si hivyo, la ja'alna, tungelijalia sisi liman yakfuru birrahmani, kwa kila mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu Rahmani, libuyutihim suqufan min fiddatin, majumba yao wana dari za fedha tupu, wa ma'arija, na ngazi vile vile fedha tupu, alaiha yadhharun, wanapanda na kushuka kwenye majumba ya fedha, sakafu juu fedha na vile vile ngazi za fedha. Walibuyutihim abwaban wa sururan, na hata milango ya nyumba zao vile vile fedha, na mpaka viti vya kukalia fedha, alaiha yattakiun, wanaegemea kwenye fedha tupu. Sio fedha peke yake, wa zukhrufa, na mapambo mengine ya fahari, dhahabu, nini. Lakini watu wote watakuwa nani? Umma mmoja, makafiri wote, kwa sababu mali. Binadamu Mwenyezi Mungu amemuumba yeye na mali hatari kubwa. Ndipo kasema katika baadhi ya aya, innama amwalukum wa auladukum fitna. Anatujua maana yake Mwenyezi Mungu tulivu sisi na mali, hakuna kutosheka binadamu na mali. Mtume Mwenyezi Mungu kaangona panza dhahabu, na yeye ni multi bilionea. Panzi wa dhahabu kadondoka baada, ziko wapi nguo zako? Sasa waanze kufutafutana yeye na panzi wa dhahabu. Faja'ala Ayyubu alayhi salamu, akawa Nabi Ayyubu juu yake amani ya Mwenyezi Mungu, yahthi fi thawbihi, anatafuta nguo zake. Fanadahu rabbuhu, Mola wake akalingana naye, tabaraka wa taala, aliyetukuka na aliye juu ya kila kitu, akamwita, ya Ayyub, ewe Ayyub, alam akun aghnaituka amma tara, kwani mimi sija kutajirisha wewe kwa unachokiona? Kijipanzi cha dhahabu kimoja kinaomba hichi kijipanzi hichi kidogo. Sijakupa mimi wewe mali nyingi sana Ayubu, nimekuletea kijipanzi kidogo, unababaika sasa unafanya ngozi yako mfukuze panzi. Mimi nimekupunguzia katika mali mimi. Ya Ayubu, ewe Ayubu, alam akun aghnaituka, kwani mimi sikukutajirisha wewe, amma tara, kutokana na hicho unachokiona hivi sasa? La. Akapiga break Nabii Ayub, akajibu, bala, kwa nini Mola wangu umenitajirisha? Wa izzatik, na naapa kwa utukufu wako Mwenyezi Mungu, umenipa na kunipa. Lakini nalilia hali ya kwamba la ghina li an barakatika, hakuna kutosheka mimi na baraka zako Mwenyezi Mungu. Imeshuka baraka yako na itaka vile vile. Hii dhahabu gold, na hii ni katika baraka yako, nimejiona siku hii basi nakoga kaja panzi ka simuizi sini nilichukulie kijipanzi. La ghina li, hakuna kutosheka mimi an barakatika, kutokana na baraka zako Mwenyezi Mungu, silaumu. Hivi ndivyo ulivyotuumba binadamu. Rawahu Ahmad, hadithi hii iliyosimuliwa na Abi Huraira amesimulia Imam Ahmad wal Bukhari wa Nasa'i. Imetiwa hapa kwa kuonyesha tu kwamba hata mitume wamekoga bila ya nguo, lakini ba'id an a'yunin nas, mbali na macho ya watu. Akishakuwa mtu yuko kwake ndani chooni, basi anaweza kuvua nguo zote akakoga, lakini anapokuwa mbele ya macho ya watu hatakiwi kukoga bila ya nguo hata moja. Atayammumu, sasa tunawacha mlango wa kukoga, tunakuja katika kutayammum. Jambo la kwanza kabisa katika mlango wa tayammum, taarifuhu, kuhusu kuitambua neno tayammum, nini maana yake. Al-maana al-lughawi litayammumi al-qasdu, maana ya kilugha katika neno kutayammum ni kusudio.
katika lugha hutumika kwa wengine, fatayammama an-nabiy fulani, akamkusudia fulani. Maana tayammam al-qasd ni kusudio. Kwa hivyo sasa hapa iko tohara nyingine ambayo si ya hakika, ni tohara hukumia. Tayammam ni tohara ya hukumu, unakusudia tu ufanye kitu fulani ili upate kuhalalikiwa na kufanya ibada ya kizini, lakini kwa hakika si tohara safina, si tohara ya hakika. Tohara hakiki pale unapotumia maji unatumia tohara hakiki, lakini unapotayammam unakusudia tu kwamba Mwenyezi Mungu akubali ibada yako. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu ndiye aliyoteremsha sheria hiyo kwa umma Muhammad maalum. Umma Muhammad peke yake umepewa jambo la kukusudia mchanga ili wapate zilizopita zilikuwa zikupata bahati hii. Lakini Nabii Muhammad kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wayadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, amekuja kuwaondolea watu mizigo mizito na mapingu ya ibada yaliyokuwa yamewaelemea watu. Kama lazima ya kupata maji ilikuwa ni mzigo mzito, kaja kufanya takhfifu kwenye ibada. Wa shar'iyyu, na maana yake neno tayammum kisheria, alqasdu ila as-sa'idi, kusudio la kukusudia udongo au mchanga, limashi alwajhi wal yadaini, kwa ajili ya kupangusa uso na viganja vya mikono viwili. Ingawa ziko riwaya zilizokuja kutaja kupangusa mpaka kwenye mirfaq, lakini riwaya hizo ukizichuja katika upande wa masnadi, ile riwaya iliyofika mpaka kwenye viganja vya mikono ni riwaya sahihi zaidi kuliko riwaya iliyokuja ikataja mpaka kwenye mirfaq katika jambo la kutayammum. Sahihi, maana riwaya iliyokuja kama tutavyoona ya viganja vya mikono ni onyesho lake Mtume kwa fi'li na kauli. Anamuonyesha Ammar bin Yasir namna kutayammum, kama tutavyoona mbele kidogo. Ammar bin Yasir alikuwa akijua kwamba iko hukumu ya kutayammum, lakini kwa hajui kitu gani ni vipi, tutaona mbele kidogo hapo. Basi Mtume alipokosea kutayammum akamuonyesha, akamwambia wewe ulikuwa ufanye hivi bana, na akamfikishia mpaka kwenye viganja vya mikono basi. Lakini riwaya nyingine imekuja ikataja mpaka kwenye mirfaq, kuonyesha istihbab, inapendeza mtu kufanya kufikisha hapo, lakini wajib kwenye viganja vya mikono umeshaondoka. Biniyati, wakati mtu anapotumia kutayammum huku anapaka uso na viganja vya mikono viwili, biniyati istibahati sala, kwa nia ya kuhalalikiwa na swala wa nahwiha na ibada nyinginezo mfano wa swala. Si kama anakuwa anapata tohara kamili, ni kwa nia ya kupata istibaha, kujuzikiwa, kuhalalikiwa na ibada. Maana ilikuwa si halali kwake ibada, anafanya vile kwamba ya Rabbi Mwenyezi Mungu nakusia fanya hivi, unipokelee ibada zangu. Dalilu mashru'iyatihi, dalili ya sheria yake tayammum, thabatat mashru'iyatuhu, imethibiti sheria yake kutayammum bilkitabi was sunna. Dalili zake zimekuja kwenye Qur'ani na kwenye hoja au kauli za Mtume na vitendo vile vile, wal ijma' na makubaliano vile vile ya masahaba. Ama alkitabu, ama dalili iliyomo kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani, falikauli llahi ta'ala, ni kutokana na tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, wa in kuntum marda, na endapo mtakuwa nyinyi wagonjwa, au ala safarin, au mko juu ya safari, au jaa ahadun minkum min alghaid, au akaja mmoja wenu kutoka chooni, au lamastumun nisaa, au ikawa mmewagusa wanawake. Lakini hapa lamastum kwa maana ya kuingilia, sio kwa maana ya kugusa mwili na ngozi. Au lamastumun nisaa, au ikawa mmewaingilia wanawake, ndio mshakuwa na janaba hiyo. Na yule mwenye kutoka chooni kisha kuwa na hadathi dogo, hapa Mwenyezi Mungu amezichanganya hadathi zote katika tayammum, na kuondoka kwake ni kuondoka kwa kitendo kile kile, ni kule kule kupangusa uso na viganja vya mkono, unaondosha janaba, hedhi, nifasi na udhu na hadathi dogo vile vile, kwa sababu aya imekusanya vitu vyote kwa pamoja. Ndani yake limekuja la mastumun nisaa kwa maana ya kuingilia janaba hilo,
na jaa ahadun minkum min al-gha'it, ni hadathi ndogo hiyo. Falam tajidu ma'an, na ikawa mkupata maji, fatayammamu, basi ukusudieni sa'idan, udongo, tayyiban, ulio mzuri. Mzuri maana yake ni safi, hauna najis, wala hakuna sharti ya kuchimba chini ili kupata uliokuwa safi. Na hapa na sasa napo mbwa la hapa, hakuna jambo hilo. Uzito huo hakuna, wacha wenyewe tu watu. Madhali huoni kwa macho yako kwamba najisi ile pale ardhini, basi mchanga ule ni safi. Si lazim kwenda pwani kupata safi zaidi, wala si lazim kuchimba chini kupata safi zaidi. Safi maana yake hauna najisi, ndio maana yake safi. Famsahu biwujuhikum, basi panguseni kwa udongo huo au mchanga huo nyuso zenu, wa aidikum, na viganja vyenu vya mikono. Inna Allaha kana afuwan ghafura, hakika Mwenyezi Mungu ametoa hukumu hii kwa sababu yeye ni msamehevu na vile vile mwenye kufuta kabisa madhambi. Hiyo ni dalili ya Qur'an al-Karim ilipotoa hukumu ya kutayammam pindi maji yamekosekana, au watu wana maradhi, au watu msafarini maji hawayapati, au vile vile imetokea zina kama hiyo. Wa amma sunna, ama kwa upande wa sunna, dalili ya kutayammam fali hadithi Abi Umama radhiyallahu anhu, ni kutokana na hadithi ya Abi Umama, Mwenyezi Mungu mradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu qala, amesema ju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Mtume anasema ju'ilat, imefanywa, al-ardu, ardhi, kulluha, yote, li, kwangu mimi mtume, wali ummati, na kwa umati wangu, imefanywa masjida, na kuwa ni msikiti ardhi yote. Anaweza mtu akaswali popote pale, ila mahala saba, sehemu chafu chafu jaani, kwenye kuchinjiwa wanyama, kwenye kukoshewa wanyama, katikati ya njia napita watu, mahala kama humu, kiasi mahala saba hivi, na juu ya pala nyumba ya mizingu ya Kaaba. Lakini ardhi yote madam pahala ni safi, anaweza mtu kusali bila kufika msikitini. Haya ni katika mambo ya wepesi hususia kwa umma wa Muhammadi. Nyimati nyingine zilizopita nyuma ilikuwa uwezi kufanya ibada popote pale ila ufike katika jumba maalum, hekalu, kanisa, yote kile, sawami' wa bi'u. Lakini ummati Muhammad wamepata takhfifu ya ibada popote pale alipo mtu, kondeni, popote pale sala yake itaiswa. Ju'ilat al-ardu, imejaaliwa ardhi, kulluha, yote, li wa li ummati, kwangu mimi na umati wangu, masjidan wa tahuran, kuwa ni msikiti ardhi, na vile vile tahura, ni chombo cha kujitahirishia. Anapokosa mtu maji au yuko katika hali ya ugonjwa, ardhi itafanya yeye atokane na janaba, atokane na hedhi, atokane na nifasi, na aweze kuabudu Mwenyezi Mungu. Fa ayyuma au fa aynama, basi popote pale, adrakat rajulan min ummati salatu, imemwahi mtu katika umati wangu swala, basi fa indahu tahuruhu, mbele yake kuna tohara yake. Ardhi ipo, hana excuse bila Mwenyezi Mungu, nilikuwa sina maji sikafika msikitini. Fa aynama adrakat rajulan min ummati salatu, basi popote pale ambapo imemdiriki mtu katika umati wangu swala, fa indahu tahuru, basi mbele yake iko tahara yake, yani ardhi. Rawahu Ahmad, hadithi imesimulia Ahmad. Wa amma al-ijma'i, ama dalili kwa makubaliano ya maswahaba au wanavyuoni, fali anna al-muslimina, ni kwamba waislamu ajma'u, wamekusanya rai ya pamoja, ala anna tayammama, juu ya kwamba kutayammamu mashru'un, ni kitu kilichopo kimewekewa sharia, badalan anil wudhu'i, badili ya maji ya kutawadha, wal ghusli, na kukoga, fi ahwalin khasatin, katika hali mahsusi. Lakini sio kwamba mtu atapenda tu kutumia mchanga japokuwa hana dharura. Fi ahwalin khasa, katika hali maalum, ugonjwa, kukosekana maji,
unapokuwa safarini mtu namna kama hiyo. Ikiwa maji yatamdhuru mtu kwa mfano, basi anapewa hii sheria ya kutumia mchanga. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajua. Lakin si vizuri, si katika murua, lianna Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu amewafunika mtu na mkewe Hawa, amewapa heshima kubwa sana, mpaka anapotaja kwenye Qur'ani tukufu kitendo cha ndoa, kitendo kilichohusu mke na mume, basi Mwenyezi Mungu anatumia matamshi ya kufunika vile vile, kama ilivyokuja katika baadhi ya aya. Ala tanbih, tambueni, innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu, wao wanaficha yaliyomo kwenye vifua vyao wapate kufichikana na Mwenyezi Mungu asiwajue. Wanavumbika mambo watu kifuani. Ala tambueni, kazi ya bure hiyo. Hina yastakhshuna thiyabahum, Mwenyezi Mungu anayajua wakati wanapojifunika maguo yao, nini kinafanyika pale, atazaliwa nani, mwanamke au mwanamume. Maneno yale yalikuwa kinayatun anil jimaa, ni kinaya ya maneno yanayoonyesha kitendo cha ndoa. Ala tambueni, wanapoficha yaliyomo kwenye vifua vyao, kazi ya bure, Mwenyezi Mungu anayajua yanayotendwa wanapojifunika nguo. Ina maana hata kitendo cha ndoa watu wajifunike nguo wanapotenda, ingawa kukaa ariana si makosa, lakini si katika murua, si katika uzuri. Kwa hivyo wanaweza kuoga uchi mtu na mkewe, lakini si katika jambo jema. Kama watakuwa na vijikanga kanga wamejistiri, basi itakuwa nzuri zaidi. Madamu mwaka wawili pale, basi maki Mwenyezi Mungu kawafunika sana sana. Heshima kubwa wamepewa mtu na mkewe kwenye Qur'an, kwa sababu ni watu tukufu sana walioana. Kama wenyewe hawajijui, mbele ya Mwenyezi Mungu ni watukufu sana mke na mume. Mke na mume wakati nyumba inapotikisika, kuna ugomvi, pengine inabidi talaka itoke, basi hutikisa mpaka arshi ya Mwenyezi Mungu juu huko. Nyumba ya waumini wawili itakuvunjika wakati huo, na ilibidi kuteremshwa sura ambayo haijateremkapo sura mfano wake kwa yaliyomo ndani yake. Sura Mujadala imeteremka kwa Bwana Aus ibn Samit na mkewe Bibi Khawla, wakati Aus kamwambia mkewe, anti alayya ka dhahari ummi, wewe mnakuwa na kama mgongo wa mama. Kahamaki, manake alitaka kitendo cha ndoa. Yule bibi akamwambia, mimi sasa hivi nishatawadha kutaka kuswali, subiri mpaka nikidhi fardhi yangu kwanza, halafu sina matatizo. Yule ikampa na hamaki, unamjibu hivyo bibi? Basi wewe kuanzia leo kama mgongo wa mama yangu. Ikateremka sura Mujadala. Sura hii kuteremka kwake, kama utaichunguza, kila kwenye aya yake mna ismullahil a'zam, jina la Mwenyezi Mungu tukufu Allah alimo. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Akala Allah Allah Allah, na ilikuwa inatosha qad sami'tu, Mwenyezi Mungu aingie mwenyewe pale, fi'lun wa fa'ilun. Qad sami'tu, mimi nishafikia, lakini qad sami'a Allah, kama kwamba yeye ni third person, amesikia Mwenyezi Mungu. Kama yeye si msemaji na yeye ndo msemaji pale, ilikuwa aseme moja kwa moja, nimeshasikia mimi. Na kila kwenye aya yake sura Mujadala lazima imo katika aya hiyo jina la Mwenyezi Mungu. Kwenye Qur'ani hakuna sura yoyote ambayo kila aya yake mna jina la Mwenyezi Mungu la Allah. Allah, lakini sio dhamiri wala sio sifa ya Mwenyezi Mungu Allah. Hata kul huwallahu, si aya zote. Kul huwallahu ahad, hiyo moja imo. Allahu samad imo, lakini lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, hamna tena nini.
Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewafunika bibi na bwana kwake, kwa hivyo wajifunike kwa pale kukoga kwao pale, madamu koto ile pale, mambo yao yote yanakwenda kwa stara. Mwenyezi Mungu atapenda zaidi, anatumia mpaka kitendo chao anakitumia kwamba hina yastaghshuna thiyabahum, wakati wanapojifunika nguo zao. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Sasa tunakwenda katika Riyadhus Salihin.